Leo ni siku nzuri sana na hapa nimekuja Kariakoo. Kama unavyoona nipo na mzee wangu hapa, mbunge wa Kisarawe, the MVP, Mr. Matiwili, lakini pia Makisamvu sogea, niko na mama Kisamvu, muda mrefu sijakuona. Sogea bwana, usogope. Uko salama? Niko salama. Wazima nyumbani? Wazima kabisa. Biashara ya Kisamvu inasemaje? Nashukuru Mungu ni njema. Nafai kuona. Asante na mimi pia. Kama wiki tatu kama si mbili. Tangu tarehe 8. Muda mrefu sana. Mbunge MVP Mr. Matiwili, uko salama? Niko salama, namshukuru Mungu. Pendeza sana. Asante sana. Asante. Unanenepa tu. Bwana, nashukuru sana. Nashukuru sana, mawazo yamepungua kwa asilimia kidogo kubwa. Hata ngozi inazidi kung'aa, uso kuteleza. Kwa kweli nashukuru Mungu. Kwa hata sabuni nilikuwa naangaikia sasa hivi naipata. Sasa hapa tuko dukani kwa dada yangu, sogea hapa, ambaye yeye ndo ametualika hapa. Alinipigia simu akasema Esco niletee Matiwili na mama Kisamvu. Sasa sijui yeye ana jambo gani na hawa ndugu zangu, hapa ni wapi na anafanya nini? Uko poa? Niko poa kabisa. Jina lako? Mimi naitwa Jacqueline Ketegwe. Hapa mpo Kariakoo, mtaa wa Mafia na Jangwani, ambapo tunauza vipodozi. So mimi niliona story ya mzee Matiwili pamoja na mama Kisamvu. Of course na kufollow, kwa huwa naziangalia. Lakini katika story ambazo zilinigusa sana zilikuwa ni za kwao. Kwa hiyo na mimi katika kujitafakari kuona kwamba nina kidogo kipi ambacho na mimi naweza nikashare na wao, nikaona kabisa kwamba mzee Matiwili pamoja na mama Kisamvu, lakini na familia zao pia ni watu ambao wanatumia sabuni za kuogea, wanatumia mafuta na wanapenda pia kupendeza. Kwa hiyo nikasema basi na mimi niweze kufanya jambo kwa ajili yao, hata kama ni kwa kidogo, ili niweze kuwapatia vitu ambavyo watatumia kwa ajili ya kuweza kupata kuwa na ngozi nzuri. Hapa unavyoona dukani kwangu mimi nauza vitu ambavyo ni organic kwa ajili ya kuanzia mtoto aliozaliwa leo mpaka mtu mzima kabisa. Na hivyo vitu ni kwa ajili ya ngozi, lakini pia kwa ajili ya nywele. Ndio ninavyo mimi hapa dukani kwangu. Ndio. Leo hao watapewa sabuni, mafuta, kila kitu. Kabisa. Watapewa sabuni, watapewa mafuta, na baada ya mwezi mmoja tu wataanza kupendeza. Huyo mbunge atakuwaje mbunge? Mbunge unamuona rangi yake, ngozi yake ina shukrani. Wewe unaona anavyo, hapa baada ya mwezi mmoja tu kile kiti cha ubunge atakuwa amekikalia vizuri. Lakini sio wao tu, hata wewe. Hata mimi kumbe. Wasijue. Yaani baada ya mwezi mmoja wakikuangalia jinsi ambavyo nitakupa mafuta mazuri kwa ajili ya ndevu zako, watu watasema jamani, Esco anaweka nini? Lakini wajue tu kwamba ni mambo tu mazuri. Makisamvu vipi? Mama Kisamvu nimemwambia hapa lazima glow. Ukisoma comments pale chini watu wanasema Mama Kisamvu ni mzuri, ni mrembo. Leo mimi ndo nimemuona like face to face, naona Mama Kisamvu ni mzuri. Alafu unaona nywele zake zilivyo natural. Hata hapa unampa tu mafuta, nywele zinajaa, zinaongezeka, zinakaa vizuri na ngozi yake ina glow. Wewe mjo hapo. Mbona unatamani kulia? Kwa nini? Nazidi kufurahi. Anaongea maneno mazuri, nazidi kufurahi, wala sikuwa najiona, ila watu wanaoniona ndo wananipa kipa. Machozi yako yana maana gani? Unamuona hiki machoni? Nafurahi jamani. Nafanya analia kufurahi. Lakini ninachosema ni kwa, unajua watu wanasema hivi, wewe binafsi huwezi kujiona. Na mara nyingi kwa sababu huwa tunakuwa tuko busy na maisha na nini, tunaweza tusijizingatie. Lakini watu wanaotuona sisi ndo wanaweza kusema. Na mimi nakwambia kweli, yani mtu ukiweza kumuona mtu akiwa kwenye hali ambayo yani hajafanya chochote na bado akawa mrembo, jiulize sasa akiongeza anakuwaje? Kwa sababu sasa hizi kiukweli, tuongee tu ukweli, asilimia zaidi ya 70 hamna mtu anatoka nje bila kuongeza kakitu. Umeona? Sasa ukiniangalia mimi nimepaka mafuta tu, mimi sipakagi makeup. Kwa hiyo ngozi ni ya kwangu kabisa hivyo hivyo. Lakini sasa asilimia 70 na zaidi sasa hizi kwa wanawake kiukweli kabisa. Hata mzee wangu mzee Matiwili, kweli uongo? Kweli kabisa. Ni kweli kabisa. Watu hawawezi kutoka nje bila kuongeza kitu. Na tunawaona huko nje, unapishana nao unasema ni wazuri, wengine unaona
wako tu kawaida. Sasa wewe Mama Kisamvu muangalie, hajaweka chochote lakini yuko mrembo hivyo. Akiweka kitu anakuwaje? Soga mbele hapa watu waone vizuri. Mimi mnamuona? Naangalia nywele zake. Kwa sababu nakumbuka siku ambayo amepelekwa kusuka nafikiri pale Happy Times. Nakumbuka alisema kwamba alikuwa hajawahi kwenda kwenye sehemu ya hair treatment kama ile. Sasa watu wengine wanafanya hair treatment kila siku, lakini ukiangalia nywele zao, yani akibana kinatokea kimoja hivi. Sasa wewe Mama Kisamvu hajafanya kitu chochote, lakini angalia nywele zake, hajaweka dawa. Maana mimi nywele natural nazijua hizo ni natural, hajaweka dawa, lakini angalia alivyobana hapo. Wewe unafikiri nywele hii ikipata matunzo inakuwaje? Kila siku yuko juani. Na ongeza hapo, kila siku juani. Kila siku uko juani. Sisi hapo ukitaka kutoka juani unapaka sunscreen. Mama Kisamvu hajapaka sunscreen. Miaka mingapi uko juani hajapaka sunscreen? Ndio maana nimekuambia hivi, yani she's naturally beautiful. Hicho tu mimi ndo nataka leo ajue, na katika vitu ambavyo amshukuru Mungu kwavyo ni hicho, she's naturally beautiful. Pengine baada ya mwezi, baada ya kutumia vitu kutoka hapa, itamfanya baba Ima aanze kupiga simu sana. Kuna wakati nasikia kutoka machozi kutokana na vitu ambavyo nilikuwa navyo wakati naishi na mwenzangu huko. Nakuwa nashangaa mtu anavyoniambia hivyo, najikuta nashangaa. Utakuwa mzuri kama utazidi uzuri, kule alipo atachanganyikiwa. Imani nimeipoteza. Sio rahisi sana. Ni rahisi. Unajijua sisi wenyewe wanaume. Basi siwezi kuongeza neno. So kwanza majina yako sijakuuliza jina. Naitwa Jacqueline. Tuanze sana Mama Kisamvu, tunampa nini leo? Sasa Mama Kisamvu nampa hii hapa, ni sabuni organic kwa ajili ya mtoto. Yule mtoto, of course sabuni inaweza kutumika kuanzia mtoto wa miaka 2 kuendelea mbele. Ni sabuni ambayo ndani ina mafuta ya olive ambayo yanasaidia kutunza unyevunyevu kwenye ngozi. Kwa hata ni sabuni ambayo anatumia mtu ambaye ana shida ya ngozi kavu. Mama Kisamvu nitampa vitu vya aina mbili. Nitampa vya kwake, lakini pia nitampa kwa ajili ya mtoto. Kwa tukianza na mtoto, nitampa hii sabuni ya kuogea ambayo ina mafuta ya olive ndani. Kazi yake ni kutunza unyevunyevu kwenye ngozi. Watoto wanaofika umri wa kucheza huwa wanapata shida sana ya kupauka. Kama umefuatilia, wanapauka. Unaweza ukampaka asubuhi mafuta akaoga vizuri, lakini baada ya masaa 2 amepauka kama vile hajapaka chochote. Kwa hiyo sasa sabuni hii pamoja na mafuta haya yatamsaidia mtoto, lakini uzuri wa haya mafuta pia anaweza kutumia mtu mzima pia akatumia. Alafu yeye binafsi nitampa sabuni hii hapa. Hii sabuni ndani ina maji ya rose. Kazi yake ni kwa ajili ya kufanya ngozi glow, yani ngozi iwake. Inasaidia kuondoa kufubaa kunakotokana na jua au kunakotokana na labda mtu uzazi na nini, kwa sababu ndani ina maji ya rose water. Kwa hiyo wewe nakupa sabuni hii hapa kwa ajili ya glow. Mambo unaonaje mambo hayo? Asante sana. Lakini pia kwa ajili ya nywele zake mama huyu mrembo ambaye mimi nimempenda, nampa mafuta haya hapa ya nywele. Haya ni mafuta organic kabisa, na mafuta haya yanasaidia kukuza nywele, yanasaidia kuondoa mwasho, yanasaidia nywele zisikatike, sababu kama unavyoyaona ndani yana vitu ndani. Ni purely organic na ni mazuri kwa sababu bado yanaendelea na infusion, kwa sababu hivi vitu bado vinakuepo humu ndani. Ndani kuna mti wa rosemary ambao unasaidia kukuza nywele, lakini ndani kuna karafuu. Hii karafuu inasaidia kuondoa mwasho wa kila aina. Ndani kuna hizi mbegu hapa. Hizi mbegu kazi yake ni kusaidia kufungua vile vitundu juu ya kichwa kwenye nywele ili kuweza kusaidia nywele kukua. Kwa hiyo nitampa haya mafuta. Uzuri haya mafuta anayatumia kuanzia mtoto mdogo mpaka mtu mzima. Kwa hiyo nitampa haya kwa ajili ya kupaka vitu nywele. Asante sana. Mwisho kabisa yeye kupaka mwilini. Sasa nampa hii ni body butter. Kwa nini nampa hii body butter? Kwa sababu body butter inasaidia
kwa ajili ya kumfanya mtu ang'ae, yani ngozi inang'aa kabisa. Na uzuri hivi vitu ni purely organic. Kwa hiyo inasaidia mtu kung'aa kwa sababu anatembea sana kwenye jua, jua lina tabia ya kukausha ngozi. Kwa hiyo hii inakusaidia kwa sababu yenyewe inaingia kabisa mpaka ndani, inasaidia mtu unakuwa umeng'aa vizuri. Kwa hiyo itasaidia kama mtu ana ngozi kavu, kama mtu ana ngozi yenye masumbufu ya aina yoyote, hii ndio kiboko. Yani ndio kiboko namba 1. Lakini pia hata hii body butter wanatumia watu ambao wana shida ya pumu ya ngozi. Kwa hiyo ni mafuta dawa, yani mafuta dawa. Kwa haya ndio nakupa wewe, utatumia wewe pamoja na sabuni yako hii haya mafuta na hii sabuni kwa ajili ya mtoto. Mzigo umeonaje? Barikiwa sana. Asante sana. Hebu niambie mafuta ambayo ulikuwa unatumia kupaka kwenye ngozi. Mafuta gani? Mafuta ya nazi mnara. Wewe ni mnara tu. Ngozi na kwenye nywele. Na kwenye nywele ndio. Mafuta hayo mazuri kabisa. Naamini baada ya mwezi unakuwa mtu mwingine, yani unazidi kung'aa. Asante sana. Asante sana, barikiwa. Asante. Piga maombi kidogo. Atapiga baada ya kumaliza hii shughuli. Mwisho kabisa. Mwishoni kabisa. Amen. Mbunge. Sasa sogea Maxam. Tumwache sasa the MVP. Kipenzi cha Watanzania. Big Matiwili. Nipo hapo. Sawa. Babangu na Yaani mzee Matiwili, kama kuna kitu nitakacho kushauri ni kwamba hilo cheko usiliache. Kuna namna cheko lako linatupa amani sana wa Tanzania. Cheko lako kuna namna mtu akiliangalia anapata faraja. Yani kuna namna nimeona nimekuona wewe pamoja na familia yako, nimefurahi sana. Nimegundua kwamba familia ni kitu cha muhimu sana. Na watu tunapitia mambo mengi sana, lakini ukiwa na familia yenye upendo na familia ambayo imeshikana kwa umoja, ni rahisi sana kuvuka. Nilimsikiza mtoto wako wakati mnafungua duka, alivyokuwa anazungumza, anaonekana ni mtoto ambaye yuko very responsible, anatambua kwamba baba unafanya kazi na anatambua kwamba unampenda, anatambua kwamba ulikuwa unatumia hadi kidogo ulichokuwa nacho kwa ajili yake. Kwa yani kiujumla Mungu amekubariki sana familia nzuri. Hicho ndio kitu ambacho naweza kuambia watu wengi sasa hizi wana maisha labda wana fedha lakini hawana familia nzuri. Mke ameweza kukaa na wewe kwa nyakati zote, na ukimwangalia pia mke wake na mzee Matiwili, umeona ile black beauty ile. Umeona yani watu wanateleza tu, yani mpaka sisi hatuelewi yani kwamba unaona. Kwa hiyo mimi leo nitakupa vitu ambavyo utaenda kutumia wewe, lakini pia nitakupa vitu vya mama pia. Matiwili, hebu kidogo jazia hapo alipotoa maua yake kwako kuhusu familia, unajazia kitu gani hapo? Mimi nashukuru sana, kama anavyosema familia yangu, angalia familia yangu ni waelewa na wanatambua, na hata kipindi kile nahangaika kwamba walikuwa ni wavumilivu sana. Kwa hiyo kuanzia mke wangu mpaka na watoto zangu ambao wote kwa ujumla. Amesema cheko usiliache. Cheko hili siwezi kuliacha. Cheko hili ni la furaha. Kwa tabasamu langu siwezi kuliacha. Tunampa nini MVP? Sasa MVP mzee Matiwili nampa hii sabuni. Hii sabuni ndani ina mchanga wa bahari. Imetengenezwa kwa kutumia mchanga wa bahari. Kwa nini nampa hii sabuni? Ni sabuni nzuri ambayo itamsaidia kwanza kwenye ngozi yake. Lakini cha pili, katika sabuni zote nilizonazo, hii sabuni ina harufu moja nzuri sana. Wameandika hapa ni deodorizing sea salt. Kwa hiyo hata mzee Matiwili akitoka nyumbani hajataka kupaka deodorant ama perfume, amemaliza. Yani anakuwa anukia tu. Shughuli imeisha. Kwa hiyo mimi nampa yeye hii sabuni. Hapa. Alafu kama kawaida mimi ninavyopenda mama zangu wa glow, sitaki shida kabisa. Hii ni ya mama. Nakupa hii sabuni kwa ajili ya mama, na yeye aende akazidi ana karangi fulani hivi. Kale karangi kakaongezeke kidogo.
Sio kung'aa. Na kuteleza yani. Sasa asante sana. Batili pia nampa nanili mafuta haya, lakini haya mafuta ni mafuta of course kama nilivyosema ni ya nywele, na ni nywele zote, ni nywele za kichwani pamoja na ndevu. Kwa hiyo mafuta haya pia mnaweza kutumia wewe na mama wakati anapaka kwa ajili ya kukuza nywele, na wewe unapaka kwenye ndevu. Itasaidia ndevu zako zitakuwa zinang'aa, zinapendeza, na hata zile zilizoanza kuja mvi zile za haraka haraka tumekubaliana namna kuzeeka. Kwa hiyo itaanza kupunguza hizo mvi ambazo zimekuja kwa haraka. Zigo sana. Haitaji body butter. Yeye nampa mafuta haya hapa ya kupaka. Haya mafuta na yenyewe mnaweza mkapaka wote na mama, naweza ukapaka wewe mwenyewe. Ni mafuta mazuri sana kwa ajili ya ngozi, ambayo mimi pia nyumbani ninayo, sometimes pia mimi huwa napaka. Ni mafuta ambayo yanasaidia kutunza unyevu kama hapo umeona yanaacha moisture for 24 hours. Yes. Kwa hiyo yanatunza unyevu kwenye ngozi, kwa hiyo hamna kupauka. Ni kwa kupendeza, kwa kwenda mbele ili tuweze kufanya shughuli vizuri. Mzigo nashukuru nimeupata. Nashukuru sana. Ni yote kwa yote naweza kusema kwa msaada wake na kutambua hali yetu kwamba Mwenyezi Mungu aweze kumfanyia kila aina wepesi katika shughuli zake. Mzali katoa, basi na Mwenyezi Mungu naye aweze kumpa. Baada ya mwezi hapo ndio unga. Kwa hiyo nitakuwa kama Black America. Basi nitashukuru Black America. Kama niko kama Black America nitashukuru sana. Ndale kule unakwenda kukimbiza. Tokea hivi bwana bosi. Ni kweli kabisa yani. Naweza nikampita mpaka liklozi. Kabisa. Mama Kisamvu yeye amesema nataka kidogo ampigie dua dada yetu hapa, kumwombea baraka, mafanikio kwenye biashara na vitu vingi. Kwa hiyo uwanja ni wako muda kama huu. Asante. Mungu mtakatifu mwenyezi uliyetuumba mbingu na nchi, tazama sisi wanao tuliopo mahali hapa tumekuja kwa ajili ya kipindi cha kuvumu. Tazama watu mtakatifu, wametutizama kwa jicho la pekee mtakatifu. Tunaomba na kushukuru kwa njia hayo yote kama mbinguni. Tazama zawadi tulizopewa, zawadi ni kubwa mno ambazo hatukutegemea katika maisha yetu, kana kwamba tukukuu. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, bariki kazi ya mikono yake, bariki mawazo ambayo anayotarajia yawe makubwa zaidi hapa mfano amani. Maana wewe ndio unayeangalia mioyo yetu, ndio unayeangalia uhitaji wa mioyo yetu mtakatifu. Tunaomba na kushukuru mfalme mbinguni. Bariki kila hatua atakayoendelea kuipiga mtakatifu. Muongezee wateja au wanunuzi mtakatifu. Maana bila wewe hakuna kitu chochote tunachoweza kufanya. Basi tunaomba huruma yako ambayo imeweza kujifikirisha kwake kwa ajili ya kutufikiria sisi, mimi na baba hapa tuliopo mfalme mbinguni. Baba, likawe wazo jipya kwake mtakatifu. Ameshindwa kujiombea yeye, lakini ameona atuone sisi kwanza ili mambo mengine yaweze kwenda. Tunaomba na kushukuru kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Ganga moyo wake, ganga mahitaji yake ya moyo wake, ganga familia yake, ongeza uhitaji wake mfalme mbinguni. Basi tunaomba Mungu wetu muongezee afya ya roho na mwili kama anavyoendelea kumpa. Naomba na kushukuru. Amina. Asante. Mwenyezi Mungu mwenye uwezo wote katika dunia, na wewe ndio mwenye mamlaka yote duniani. Huyu binti kwa huruma yake na upendo wake juu yetu sisi yote, njia zako zote ulizomuongoza na kuweza kutupatia hizi vitu alivyotoa, lakini kwa uwezo wako na maelekezo yako yote, nasema Mwenyezi Mungu uweze kumfanyia wepesi, nia njema alokuwa nayo na baraka zake zote zifike kutoka kwako, na uweze kumjalia biashara zake ziende vizuri, na hiki alichokitoa basi kiwe ni chanzo na kupata kingine. Kwa uwezo wako Mungu, naomba mjalie huyu binti yangu aweze kufanikisha kwenye shughuli zake. Kama nilivyosema ni muda mrefu tujaonana, so mimi ningependa kujua kwa niaba ya Watanzania so far mpaka sasa
biashara yetu ya kisamvu kule wapi kule nyumbani? Yombo, biashara inaendaje na vitu kama hivyo? Kwa kweli inaenda vizuri. Namshukuru Mungu. Nakosa hadi muda wa kupumzika sasa. Kuna wakati nafikiria labda kungekuwa kama kuna mashine, lakini wanasema kisamvu cha kwenye mashine sio kizuri. Ni kizuri kile cha kutwanga. Nikajaribu kuongea na watu wale wangapi kusaidizana kwa ajili ya kisamvu. Wengi wakubali, kazi ile ni ngumu sana. Inahitaji kuwa na moyo kweli kweli. Sasa kuna mwingine anakuambia mimi siwezi, kazi yako ile ni ngumu, ni ya kutumia nguvu sana. Nitashindwa kuvaa nguo za wazi. Waona kwa mikono. Basi ndio hivyo. Ila nitamani kupata frame, lakini kwa kule maeneo kwetu, kwa sababu nimeshatembea sana, tuseme hakujachangamka vile ninavyoona mimi kitu ambacho nakitaka kufanya. Kumepoa sana, kwa hiyo bado naendelea kwenda taratibu ili niweze kupata sehemu sahihi ya kufanya kazi. Lakini order unapata za kutosha za kisamvu? Order napata. Na kwa kule niliwahi kujaribu kufungua sehemu niwe na kase moja kwa ajili ya kuuza. Bado ilikuwa ni changamoto. Unaweza kukuta ukikaa sehemu moja hauuzi kama vile unavyosambaza kwa tembelea majumbani, na inakuwa ni tofauti. Kwa hiyo unajikuta bora niendelee hivi kwanza, huko nikiendelea kutafuta kitu kingine sahihi. So hebu tuambie, kwa sababu sasa hivi unapokea order, nataka namba yako ya simu itaje, mtu ambaye labda yuko Mikocheni, Tegeta, Bunju kwa simu. Kwa hiyo namba ya simu ikipigwa unapokea wewe muda wote na order inafika vizuri, si ndio? Namba yangu ni 0763 94 13 92. Tena 0763 94 13 92. Nafasi hii sasa nakupatia na kwa dakika kama 1 au 2 itumie vizuri kuongea na Watanzania wakuungishe. Nimeona nimsaidie Mama Kisamvu jamani kunadi biashara yake, kwa sababu Mama Kisamvu sio muongeaji jamani, kama mnavyoona mpole mama wa watu. Sasa niwaambie jamani, njoni mnue kisamvu kwa Mama Kisamvu. Kwanza hichi kisamvu ni OG, kinatwangwa kwa mkono. Wewe umeona wapi? Kisamvu cha Mama Kisamvu anakiamkia saa 11 asubuhi, anakutengenezea wewe kisamvu kisafi na ambacho kimetwangwa vizuri. Lakini pia huwa anakiombea. Unamwona mama ni muombaji sana, kwa huwa pia anakiombea. Kwa hiyo utakuwa na uhakika wa kula chakula ambacho ni kizuri. Amekwambia pia anatengeneza peanut butter. Wote tunajua kabisa kwamba siku hizi watu wanatumia mashine na vitu kurahisisha vitu, lakini ukionja kitu ambacho kimetengenezwa kwa mkono na kitu ambacho kimetumia mashine ni vitu viwili tofauti. Na ndio maana hata katika ulimwengu wetu sasa hizi kitu chochote kikiitwa handmade huaga kina gharama kuliko kilichotengenezewa mashine. Kwa hiyo jamani, karibuni sana, tumuungishe mama yetu ili aweze kula yeye pamoja na familia yake, lakini zaidi ya yote atoke hatua moja kwenda hatua nyingine. Ni kweli tuna support, lakini pia ni vizuri kama mtu akifanikiwa sasa na yeye mwenyewe katika ile biashara yake ikatoka ikaendelea vizuri, atazidi kupata confidence, atazidi kuwasaidia wengine, na yeye kesho atakuwa msaada pia kwa watu wengine. Kwa hiyo tunakuwa tunaongeza kundi la watu ambao tunaweza kushikana mkono kwa kadi tunavyoenda. Kwa hiyo jamani, karibuni sana. Alafu pia hizi order tunapokuwa tunazifanya kama alivyosema, tuangalie namna ya kuwa kama una marafiki zako 10 5 unaweza kuwachukulia, unaweza ukachukua order pamoja ili pia tumpunguzie safari. Si ndio jamani? Tumpunguzie safari, lakini pia tuone kwa watu wengine, najua tunaweza kutumia Bolt, tunaweza kutumia zile Bolt kwa ajili ya delivery. Kwa hiyo kama ni mbali sana tu consider pia kuweza kuita Bolt ili aweze kufikisha. Nia ni kwamba wewe upate kitu kizuri kama mteja wa Mama Kisamvu, Mama Kisamvu apate hela, wote turidhike, tufurahi. Karibuni sana.